Bana, mbilinge za masuala ya usajili tayari zimeshaanza katika baadhi ya vilabu kunako ligi kuu Tanzania bara kuelekea kwenye msimu ujao wa dirisha kubwa la usajili, na tayari tumeshaona baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa kwenye hivi vilabu vikubwa vya Kariakoo. Sasa pale mitaa Msimbazi, kwa upande wa wekundu hao wa Msimbazi, wamedhamiria kurejea pia kwenye ubora wao kwa ukubwa zaidi, kwa namna ambavyo mipango imekuwa ni mingi sana. Tuliona kwenye dirisha dogo la usajili namna ambavyo kwa upande wa kocha Steve Barker alivyosajili pia aina ya wachezaji, na amepewa rungu kwa ajili ya kuendelea pia kusajili wachezaji ambao ni bora kama alivyofanya kwenye dirisha dogo la usajili. Ukweli ni kwamba wekundu wa Msimbazi wamesajili kikweli kweli dirisha dogo na wachezaji ambao ni bora, na yote haya ni mapendekezo ya kocha Steve ambaye amesajili wachezaji hao kama Libase Gweye, lakini pia Aniseti Oura, lakini pia Ismail Ture na wachezaji wengine ambao wamekuwa wakihusishwa pia kutoa mitaa ya Msimbazi. Yote hii unaambiwa kwamba ni mapendekezo ya kocha Steve Barker. Sasa tayari kuna sajili ambazo tumeona zikihusishwa pia kutua mitaa ya Kariakoo. Sokesi pia tukakufahamisha hapo vizuri sana, hususan kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Yupo bwana mdogo ambaye amefanya vizuri kweli kweli na amefanya makubwa, umri wake ni mdogo lakini mambo yake ni makubwa, ambapo kwa upande wa Simba wana mpango pia wa kumsajili kiungo mshambuliaji wa Vipers na timu ya taifa ya Uganda. Huyu si mwingine ni bwana mdogo ambaye anaitwa Arafat Usama, moja kati ya mchezaji ambaye kiukweli ana performance nzuri sana. Arafat Usama Kiza, ukimwita hivyo inakuwa imekaa vizuri sana. Ana umri wa miaka 21 na ifikapo kwenye dirisha kubwa la usajili huenda pengine dili hili likakamilishwa vizuri na wekundu wa Msimbazi. Nyota huyo pia amekuwa na msimu bora kabisa, huku pia akifanikiwa kufunga goli bora kabisa kwa msimu huu tayari, lakini pia mabao 8 ambayo amewafunga vizuri kabisa kwenye mechi takriban 20 ambazo amecheza kwenye ligi kuu ya pale nchini Uganda. Kuna moja kati ya bao bora alilifunga, watu wanahisi kwamba linaweza likawa bao bora kabisa kwa msimu huu. Kumbuka huyu ni kiungo wa ushambuliaji, ni kiungo ambaye amekuwa na mambo mengi sana. Sasa klabu hiyo ya Simba imeanza pia mazungumzo na Vipers kwa ajili pia ya kumsajili kiungo huyo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uganda bwana Usama Arafat Kiza katika dirisha kubwa la usajili, na lolote linaweza likatokea. Sasa wacha nikuambie kwamba lolote linaweza likatokea kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, hivyo ukiona hichi chuma basi usishtuke, na taarifa zinaeleza kuwa Simba inaendelea pia kumfuatilia mchezaji huyu kwa ukaribu zaidi, na wamekuwa wakiendelea kuhakikisha kwamba wanafuatilia maendeleo ya nyota huyo mwenye kipaji kikubwa ambaye pia amekuwa akifanya vizuri katika ligi kuu ya pale nchini Uganda akiwa na kikosi hicho cha Vipers. Kiungo huyo anacheza winga na anajulikana sana kwa kasi kubwa sana, mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki mpira na kufunga pia mabao, na ameonekana kuwa ni miongoni mwa wachezaji vijana ambao wanaong'ara kwa sasa katika soka la Afrika Mashariki. Katika msimu wa sasa kwenye ligi kuu ya Uganda, Arafat performance yake namna ambavyo imekuwa bora ni kitu ambacho ameshawishi pia viongozi wa klabu kuendelea kuhakikisha kwamba wanaendelea kumuongezea mkataba, lakini pia ameshawishi vilabu mbalimbali barani Afrika kuweza kuinasa saini yake. Nyota huyo pia mwenye umri wa miaka 21 tayari pia ana uzoefu mkubwa licha ya umri wake kuwa mdogo. Hapo awali aliwahi kuichezea timu ya KCC FC kabla ya kujiunga na Vipers kwa mkataba wa miaka 3, na katika kipindi chake cha nyuma aliwahi pia kufunga mabao 7 na kutoa asisti 6 za mabao katika michezo 23 ya ligi hiyo. Bana, hii ni mashine kweli kweli, na kama endapo wekundu wa Msimbazi Simba wataipata hii mashine, basi inakwenda kuongeza upana wa kikosi na ubora zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, na Simba wamejidhatiti haswa kurejesha makali yao. Sasa kutokana na namna ambavyo mpango ulivyo,
pengine kwenye hili eneo kama wakifanikiwa kumpata huyu mwamba, basi wataenda kuongeza ubora, na kuna baadhi ya wachezaji ambao bado wanaonekana mpaka hivi sasa hawajajipata pale mitaa ya Msimbazi kama kama huyu bwana mdogo ambaye alisajiliwa kutoka Afrika ya Kusini, Neo Maema, ambaye wengi waliamini kwamba atafanya makubwa, lakini tokea amesajiliwa kwenye kikosi hicho mpaka hivi sasa mambo yake yamekuwa ni tofauti kabisa. Hivyo huenda ndo wakati sasa wa huyu bwana mdogo kama Simba watafanikiwa kuweza kuipata saini yake na kwenda kushona, kuweza kuonyesha kuleta ushindani pia kwenye timu. Mnyama amedhamiria pia kurejea kwenye ubora wake, tumemwona pia kuanzia kwenye dirisha dogo, na hata ukitazama pia kwenye staili yao ya uchezaji kwa hivi sasa wamebadilika kwa asilimia kubwa. Kuna kitu kikubwa ambacho kimeonekana mitaa hiyo ya Msimbazi. Sasa tusubiri kuweza kuona ili dili kama litakamilika ama la. Kama Simba watafanikisha ili dili, basi moja kwa moja watakuwa wamepata mchezaji wa maana hasa, na nikupe tu taarifa kwamba Steve Barker na Simba wenyewe wamedhamiria kurejesha heshima ya mnyama. Wamedhamiria pia kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa mwakani, hivyo wanapaswa kuangazia kwanza kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu kuona namna ambavyo watapata nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakifanikiwa hapo, basi mwisho wa siku watajikuta kama wakisajili vizuri, basi watajikuta wanafanya na huko vizuri, na mipango mikakati kwa lengo lao ni kuhakikisha kwamba mwakani ligi ya mabingwa barani Afrika wafike kwenye hatua ya nusu fainali. Ni hatua ambazo wamekuwa wakizitamani kwa muda mrefu sana. Sasa kwa aina ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi, Libase Gwe, Anicet Eura, na kwenye dirisha hili wakisajili tena mashine za maana, huenda Simba wanaweza wakawa sehemu sahihi zaidi. Lakini ukweli ni kwamba Simba pia wanahitaji namba 6 mwenye ubora kuliko Yusuf Kagoma, lakini pia wanahitaji pia mchezaji ambaye mwenye eneo la kiungo anaweza akashirikiana hapa box to box, mwenye kiwango kikubwa. Wanamhitaji mchezaji mwenye uwezo wa kucheza kiungo wa juu vizuri pamoja na kusaidiana na kiungo namba 6, nikiwa namaanisha kwamba box to box, yani mwenye uwezo wa kupanda na kushuka. Wanahitaji kiungo bora zaidi ya Alassane Kante, wanahitaji kiungo bora zaidi ya bwana mdogo Nabi Kamara. Sasa tumeona pale mitaa Jangwani namna ambavyo kazi anifanya Mudathiri Yaya Abbas, anifanya kwa weledi kabisa hii kazi, lakini pia Juke Abuya na pia tumeona akifanya vizuri pale mitaa ya Jangwani kwenye zile runs zao za kupanda na kushuka. Hivyo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, hili ni tatizo ambalo linawakumba. Ndio maana utakuja kuona kwamba wakati Simba wanakwenda kushambulia wakiupoteza mpira, basi huku nyuma kwao inakuwa ni dhahama. Pengine hii ndio nafasi yao, hususan kwenye dirisha kubwa la usajili, kwenda kusajili kimkakati zaidi na kuweza kupata wachezaji ambao ni bora wa kuweza kusaidia kwenye hili eneo. Lakini kama haitoshi, Simba bado wanahitaji striker wa kufanya vizuri. Wanaye Jonathan Soa, lakini kumekuwa hakuna maelewano mazuri. Naamini kabisa ni moja kati ya mchezaji ambaye ni bora sana. Tatizo ni ama swala ya nidhamu na namna ambavyo klabu ya Simba na yeye wameshindwa kuelewana. Sasa hivyo Simba ina tatizo la kumpata striker ambaye anaweza akafanya maajabu, striker katili kwenye eneo la ushambuliaji. Tumeona Young Africans tokea aliondoka Fiston Kalala Mayele, tuliona kukawa kuna tatizo kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa baada ya kufanya hivyo, baada ya kuondoka Fiston Kalala Mayele, tumeona kwenye wakipita kwenye wakati mgumu kupata mchezaji ambaye namba 9 mwenye uwezo wa kufanya makubwa kwenye ili eneo. Lakini ujio wa Aurelien Dep, yes, unaonekana unakwenda kuziba vizuri sana pengo hilo, kutokana na namna ambavyo tayari ameanza vizuri. Kacheza mechi takribani 12, mechi zote 12 kahusika kwenye mabao 12. Ni jambo la pongezi kwake, ikifunga mabao 11 katika mashindano yote, lakini pia akitoa assist moja. Aurelien Dep, moja kati ya mchezaji ambaye ni hatari kwenye eneo la namba 9. Hivyo kwa upande wa Simba wanahitaji pia kupata mtu katili kama huyu. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA.